Katika maisha ya kimafanikio duniani yako makundi mawili ambayo tunakwenda kuyaangalia jinsi ambavyo tunaweza tukayatofautisha katika tabia mbalimbali, si kwa sababu ya elimu ya haya makundi au watu wa aina mbili tofauti, si kwa sababu ya connection au fursa ambazo wanakutana nazo, si kwa sababu ya fursa mbalimbali ambazo wanazipata, ila ni kwa sababu ya tabia kadhaa ambazo wakati fulani zinaweza zikaonekana kwamba ni ndogo, lakini zina mantiki na zina maana kubwa kuonesha ya kwamba kundi la kwanza linafanikiwa na kundi la pili halifanikiwi. Kundi la kwanza linatumia energy, kundi la pili linatumia energy katika mambo ambayo hayawezi kuyacontrol. Na yote haya yanaonekana kwamba yanachakata maisha, yanachakata fursa, yanakuwa na mipango, lakini utofauti wa matokeo unatofautiana kwa sababu masaa 24 wote wamekabidhiwa au wamepewa masaa 24, lakini wote wanaweza kukutana na fursa ambazo ziko sawa, na wote wanaweza kuwa na chansi sawa ya kuweza kuwa na marafiki wa aina fulani au changamoto fulani za ulimwengu zinazowakabili. Wote wanakuwa na fursa sawa, lakini matokeo yake katika haya makundi mawili ni tofauti. Kundi la kwanza ni watu ambao wanaamka asubuhi wakitafuta taarifa mbalimbali kwenye mambo ambayo hayawezi kuyasimamia au hayawezi kuyacontrol. Ni kundi ambalo wakati fulani linatumia siku nzima kuona kwamba ni namna gani ambavyo wanakutana na taarifa mbalimbali, wanarespond kwenye taarifa mbalimbali, wanaingia kwenye social medias, wanaangalia ni namna gani ambavyo maisha watu wengine wanaishi. Kwa hiyo wamekuwa wakiishi katika ulinganifu wa kuona ya kwamba ni kipi ambacho wanapaswa kukifanya dhidi ya watu wengine. Kwa hili kundi limejikuta wakati fulani wanapokwenda kulala usiku wamechoka, lakini matokeo hayaoni. Kwa sababu gani? Wamekuwa wakishughulika au wamewekeza energy yao kwenye mahali ambapo hawawezi kuwa na control kabisa. Lakini kundi la pili, wao wanaamka, ni watu ambao wanaamka akijiuliza swali moja kwamba ni kipi leo ninaweza kukicontrol, na hivyo niwekeze nguvu zangu. Kwa siku nzima masaa yake ya muda wa kutumia anatumia kujibu swali hili kwamba ni kipi ambacho anaweza kukicontrol. Kwa hiyo anatafuta uhalisia wa jambo ambalo anaweza kulisimamia, anawekeza nguvu hapo ili kuonyesha kwamba siku nzima ataconcentrate au atatumia muda wake mwingi kujijenga kwenye jambo hili, kujijenga kutafuta suluhisho au kujibu swali hili ya kwamba ni kipi ambacho anaweza kukicontrol. Tofauti ya haya makundi mawili si kwa sababu ya elimu walionayo. Wote wanaweza wakawa na elimu sawa, wote wanaweza wakawa na fursa sawa, wote wanaweza wakawa na marafiki au watu wanaoendana, au wanaweza wakawa na biashara zinazofanana, lakini ukweli ni kwamba matokeo ya haya makundi mawili ni tofauti. Ni kwa sababu kundi la kwanza limewekeza kwenye fursa ambazo zinaweza au kwenye mambo ambayo wanaweza kuyacontrol, lakini kundi la pili wamewekeza nguvu zao zote kwenye mambo ambayo hayawezi kuyacontrol. Kwa hiyo changamoto si vile ambavyo wanakutana na mambo mbalimbali katika ulimwengu, si kwa jinsi ambavyo unakuta mifumo wameitengeneza, lakini ni energy walioiwekeza, wameiwekeza wapi. Na ukirudi katika kutafuta namna ambavyo anawekeza energy katika mgawanyiko wa nguvu kazi ambazo zipo, kuna nguvu ya kimwili au physical energy, kuna physical ya kiakili kwa maana kwamba mental energy, kuna nguvu ya kispiritual au spiritual energy. Kwa utaratibu wote unaweza ukajigundua kwamba wewe ni kundi lipi. Kwa hiyo majibu ya kwamba wewe unafanikiwa au haufanikiwi, jiulize kwamba wewe uko kwenye kundi gani. Je, ukiamka asubuhi ni yule ambaye unakuwa ukitafuta taarifa mbalimbali kuona ya kwamba ulimwengu unaendaje, lakini kwenye situation mbalimbali za ulimwengu, labda katika mabadiliko ya uchumi, katika economic situation mbalimbali hauna control nayo? Je, ni sera fulani umekuwa ukizifuatilia za nchi ambazo huwezi kuwa nazo? Ni mabadiliko mbalimbali ambayo unakutana nayo, ambayo kiukweli ukianza kuwekeza nguvu zake kutafuta majibu, utajikuta ya kwamba unapoteza nguvu nyingi na hauwezi kufikia malengo kwa sababu hauna control na majukumu kama hayo. Lakini kundi lingine ni ile ambalo wana focus kwenye mambo ambayo wao wanakuwa wana control nayo. Sasa utakuja kugundua kwamba tofauti ya haya makundi mawili, kundi la kwanza linalo focus kwenye mambo ambayo wanaweza kuyacontrol ni ile ambalo wanaangalia vitu kutokea ndani, ni vitu gani ambavyo wanaweza kuvicontrol. Jambo la kwanza, je, jitihada anaiwekeza wapi au effort anaiwekeza wapi? Mwelekeo wa maisha yake anauelekeza wapi, au attitude kwa maana ya kwamba mtizamo wa mwelekeo wa mindset yake, mwelekeo wa emotion yake au hisia, mwelekeo wa matendo mbalimbali ambayo anayafanya, hata yakiwa kidogo kidogo, lakini ni yale ambayo anaweza kuyacontrol. Mafanikio yatatokea kwa sababu nidhamu ataiwekeza hapo na namna ambavyo ataweza kuendelea. Kwa hiyo unajikuta ya kwamba kundi hili linakuwa na mafanikio zaidi tofauti na kundi lile lingine kwa sababu ya namna ambavyo wamewekeza jitihada katika mambo mbalimbali ambayo wamekuwa wakiyaishi. Sasa unapoendelea kujiuliza ya kwamba uko katika kundi gani,
ni namna ya matokeo ambayo unayataka. Ukweli unabaki pale pale kwamba wewe umewekeza, una malengo, una nguvu kazi, una fursa sawa, lakini bado changamoto yako hauwezi kufanikiwa kwa sababu nguvu kazi au unatumia muda mwingi kwenye mambo ambayo hauwezi kuyakontrol. Sasa nini cha kufanya? Cha kufanya ni kujiuliza kwamba unataka kupanga maisha yapi. Hili ndio la msingi zaidi, kwamba katika tathmini unawezekana ukawa umejigundua kwamba ni mtu ambaye umekuwa ukiingia katika social media au mitandao ya kijamii unalinganisha maisha, yule anaishi hivi, huyu anaishi hivi. Hauwezi kucontrol jinsi ambavyo watu wengine wanaishi, lakini wewe unaweza kucontrol maamuzi yako ya jinsi ambavyo utaweza kuishi. Kwa hiyo uchaguzi unabaki kuwa kwako, kwamba ni kipi ambacho unaweza kukifanya. Ukiamua kuendelea kuwa ni mtu ambaye unawekeza tofauti na vitu ambavyo unaweza kuvicontrol, bado utabaki pale pale na matokeo yake yatakuwa hivyo ambavyo wewe umeamua kuwekeza. Lakini ukiamua kuwa ni mtu ambaye unawekeza katika mambo ambayo una uwezo wa kuweza kuyajadili na kuyafanyia maamuzi, ni kitu gani uweze kujifunza, hili liko ndani ya uwezo wako. Ni maamuzi yapi unaweza kuyafanya kuanzia ndani kwenye mifumo mbalimbali, ni maneno gani ambayo unaweza ukaongea, hayo yote yako ndani ya uwezo wako. Jitihada, hisia zako uziwekeze wapi, na namna ya kuweza kujibu mambo mbalimbali ambayo unakabiliana katika maisha, haya yako ndani ya uwezo wako. Kundi hili lingine unakuta unaweza ukajadili kwamba labda mabadiliko ya bei za mafuta. Ni kweli bei zinabadilika, lakini hauna control na bei za mafuta kwa sababu bado zitabaki pale pale. Kwa hiyo ukiwekeza nguvu kubwa kulaumu au kulalamika, bado hautaweza kufikia jibu. Lakini jinsi ambavyo wewe utabadilisha matumizi yako kulingana na bei zilivyobadilika, hili una uwezo wa kulicontrol. Kwa hiyo wewe utachagua kwamba kipi ambacho kinaweza kikakusaidia zaidi ili uweze kusogea mbele. Kwa unakuta kundi hili la kwanza la kuto kufanikiwa, umewekeza zaidi kwenye mambo ambayo wakati fulani umekuwa ukirespondi kila kitu ukiwa na respond. Situation mbalimbali ambazo zinatokea katika maisha umekuwa ukishughulika nazo. Labda hali fulani haieleweki, labda kuna changamoto. Si kwamba hiyo changamoto haijatokea, ni kweli imetokea, lakini wewe unajiwekaje kwa ajili ya kurespondi kuhusiana na hiyo changamoto ambayo umekutana nayo. Kwa ukirespondi vingine kwamba unaweza ukaanza kujadili ubora au ubovu wa mifumo ambayo huwezi kuicontrol, utajikuta unawekeza nguvu kubwa sana, lakini pia matokeo yake yanakuwa ni madogo na hautaweza kufanikiwa katika malengo yako, au itakuchukua muda mrefu. Ni mpaka pale utakapoamua kujichagua, utakuwa umepoteza muda mrefu bila kupata mafanikio, wakati ungeweza kuchagua sahihi mwanzoni ingekusaidia. Jambo hili inaweza kaonekana kwamba ni dogo, au wakati fulani pia umekuwa hauliangalii kwa makini, lakini nguvu kazi yako kubwa kuanzia asubuhi, mchana, jioni, umekuwa ukiconcentrate kwenye mambo ambayo hauna control nayo. Umekuwa ukijadili vitu ambavyo kiukweli hata wewe mwenyewe ukivipima, biashara unazojadili, labda maburudisho unayoyajadili, ni mengi ambayo unakuta hauna nguvu ya kuweza kuyacontrol. Sasa hiyo nguvu kazi ambayo umeiwekeza, ukienda usiku unapojitathmini, unaangalia mbona sijasogea, mbona energy yangu imeisha. Ni kweli energy imeisha, mental energy imeisha, labda physical energy imeisha. Namna ya kucreate vitu imekuwa ni ngumu, kuweza kutengeneza mifumo mbalimbali. Si kwamba mwili wako hautumiki au akili yako haitumiki, inatumika, lakini katika eneo ambalo sio sawa sawa. Kwa hiyo ili uweze kujiangalia na kujichagua kwamba wewe unataka kuwa nani, hiki kitu ni cha msingi, kuangalia na kujitathmini kwamba kila iitwapo leo unajitathmini na unajiweka katika mazingira ya kuwa kundi lipi, kwa sababu kupanga ni kuchagua, na wewe unaweza ukaamua kuchagua ni wapi uweze kuwekeza nguvu yako. Wakati fulani unapokutana na matokeo ambayo ni mabovu, imekuwa ni changamoto, unakuta unaanza kulaumu, lakini lawama itakuwa ni changamoto nyingine ambayo unaizalisha baada ya kabla ya kushughulika na swala ambalo ni la msingi, kwamba wapi penye changamoto. Wengi katika familia wanashindwa kuendelea kwa sababu namna ambavyo familia inamuongelea yeye hakubaliani nayo. Kwa ile namna anapo struggle kukabiliana na wale ambao wanakuwa wakimzungumzia labda negative au tofauti na vile anavyofikiria, imemchukua muda mrefu na imemchukua energy kubwa kuona kwamba anatafuta namna ya kuto kukubaliana na kile ambacho kinaongelewa. Kwa hiyo nguvu kubwa anaiwekeza kustruggle kwamba watanielewaje kwamba mimi na mtizamo huu. Kweli bado unabaki pale pale kwamba unapaswa kubadilika namna unavyofikiria familia. Hata wakiongea bado hauna influence nao. Bosi wako akiongea tofauti na vile ambavyo wewe una mtazamo tofauti, hauwezi kumcontrol. Hata mood yake bosi wako hauna control naye. Kwa mwisho wa siku wewe focus kwenye mambo ambayo unaweza kuyacontrol. Namna ambavyo labda hali ya hewa inabadilika. Ni kweli inawezekana ulitegemea kuwa na mvua ili uweze kuzalisha katika mashamba yako, lakini mvua ikigoma kuja, hauna control na kwamba mvua iweze kuja.
unless labda na mifumo mingine mbali zaidi ya kwamba kiteknolojia utakuwa umesogea kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji, lakini kama unategemea nature bado utabaki pale pale kwamba weather ikibadilika au hali ya hewa inapobadilika, unaangalia kweli huwezi kucontrol namna ambavyo hali ya hewa inabadilika, lakini una uwezo wa kucontrol jinsi ambavyo wewe utarespondi kulingana na hali ya hewa ilivyobadilika. Kama ni kiangazi, ukitegemea kiangazi, je, unawezaje kubadilisha mfumo wa biashara zako au mfumo wa maisha yako kuendana na kile ambacho unakutana nacho? Kwa utajikuta ukiangalia katika swala la kile kitu ambacho unaweza kukicontrol, utakuwa bora zaidi, kwa sababu utakuwa ukienda kwenye sehemu ambazo zinavuja tu, sehemu ambazo zina changamoto, na utakuwa una uwezo wa kusuluhisha kwa ukubwa kuliko ambavyo ungeweza kuto kusuluhisha mambo mengi ambayo umewekeza energy yako au nguvu yako kwa ukubwa, jambo ambalo pia litakuchukua muda mrefu, hautaweza kusogea. Katika namna ya kubadilisha mtazamo, usifikirie tu katika hali ya ukubwa, fikiria katika hali hii ndogo ya mambo mbalimbali madogo madogo ambayo kwa wakati fulani yamekuwa yakijirudia. Hayo ndio yanayokuletea changamoto katika maisha. Kwa ili uweze kusogea, uweze kubadilisha mtazamo wako, anza kujievaluate, anza kujikagua ya kwamba jambo la kwanza, je, nimewekeza nguvu zangu masaa 24 yaliyopita katika mambo yote ambayo nimeyafanya, jitihada zote ambazo nimezifanya, labda nimekuwa na biashara, nimewekeza kwenye kipi? Je, ni jambo ambalo linaweza nikalicontrol au ambalo siwezi kulicontrol? Focus kwenye mambo ambayo unaweza kuyacontrol. Na kwa takwimu, ili mtu aweze kufanikiwa, ili wewe pia uweze kufanikiwa, 90% ya muda wako wekeza kwenye mambo ambayo unaweza kuyacontrol. Huwezi ukacontrol namna ambavyo wengine wana mawazo tofauti dhidi ya vile ambavyo unafanya. Mipango uliiweka wewe, lakini wakati fulani umekuwa ukiogopa namna ambavyo mtu unaweza ukawa judged au mtu akakufikiria kwamba hili jambo mbona hujalifanya vizuri. Huwezi ukamcontrol namna ambavyo anakuona, lakini wewe unaweza kucontrol vile ambavyo unaweza kufanya maamuzi ya labda ya kukuza ujuzi fulani kuendana na kufanikiwa katika biashara fulani. Hiyo iko ndani ya uwezo, lakini jinsi ambavyo wengine wanatoa mawazo mbalimbali dhidi yako, hauwezi kufanikiwa. Kwa hiyo yale yote ambayo yanatokea ndani, ambayo yanatokea dhidi yako, hauwezi ukayakabili kwa sababu yanatoka nje kuja ndani. Lakini yale ambayo yanatokea ndani kwenda nje, kwa maana ya kwamba attitude yako, uwezo wako wa kufikiri, uwezo wako wa kufanya maamuzi, namna ya kujiamini mwenyewe, namna ya keep promises mbalimbali ambazo umeziweka. Kuna wakati fulani umejiahidi wewe mwenyewe kwamba nitaamka muda fulani, lakini hauamki. Hiyo pia ni changamoto, lakini hilo jambo liko ndani ya uwezo wako. Lakini mtizamo wa mtu mwingine juu ya wewe kuamka kwako hana control, wewe ndio una maamuzi. Na ndio maana utakuja kugundua kwamba kiasi cha wewe ambavyo utakuwa umewekeza nidhamu yako kufikia hatua bora zaidi ya maisha inategemeana na namna ambavyo wewe binafsi unajikeep, wewe binafsi unajipa nidhamu binafsi ili uweze kutekeleza yale mambo ambayo ni madogo madogo lakini yana msingi ya kuweza kukusogeza. Kwa utajikuta jambo moja ukiweza kulisimamia katika siku yako moja, ukaenda siku ya pili umeweza kulisimamia, huo muendelezo unakupatia tija ya kuweza kukua zaidi, kwa sababu mafanikio yatakuja kwa sababu umejikusanya taratibu na umewekeza kidogo kidogo, lakini kwa uhakika dhidi ya mambo ambayo unaweza ukaya control, na hapo utakuta kwamba unaweza ukasogea. Kwa hiyo jambo la kwanza, kaa chini, jitafakari, kaa chini, tathmini kile ambacho umekuwa ukikifanya kwa muda mrefu. Ukweli utabaki pale pale pia kwamba sio kwamba una matatizo mengi au una changamoto nyingi katika mambo ambayo unayafanya, aidha iwe ni kazi au biashara au maisha kwa ujumla, au jinsi ambavyo umejenga mahusiano yako dhidi ya familia yako, dhidi ya jamii ambayo inakuzunguka. Si kwamba una matatizo mengi, hapana. Tatizo inawezekana ni ambalo linajirudia mara nyingi. Kwa hiyo kila linapojirudia wewe una count kwamba hili tatizo ni lingine, lakini tatizo unaweza kuwa na tatizo moja tu la kuto kuconcentrate kwa mambo ambayo unaweza ukaya control. Umeconcentrate kwenye mambo ambayo huwezi kuya control, na bado litaendelea kujirudia mpaka pale utakapoamua kurekebisha kwenye mfumo wa kwamba sasa hivi nijiangalie mimi. Ndio maana bado tutarudi pale pale kwamba ili uweze kusogea mbele ni lazima jambo la kwanza uweze kujifahamu kwamba wewe ni nani, unataka nini na kwa nini unataka hicho ambacho wewe umekipanga katika jambo lako. Usipoweza kuelewa kwamba kwa nini unataka hicho ambacho unakitaka, kwa nini unapanga hicho ambacho umekipanga na unawekeza nguvu kazi yako, unawekeza pesa zako, bado itakuwa ni wakati mgumu wa kuweza kujua kwamba nawezaje nikasogea kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine ya kimafanikio. Namna ambavyo unahusiana na jambo lako, unaweza kweli ukawa na fursa ya kuweza kufanikiwa, ukawa na watu sahihi, ukawa na kianzio kwa maana ya capital ya kifedha au capital kwa maana yoyote ile, lakini bado utabaki pale pale kwamba hauwezi kusogea na utahisi maumivu makubwa, kwa sababu
bado utakuwa haujafikiria jambo kubwa la wewe kujifahamu. Jambo la kwanza, jifahamu ya kwamba wewe ni nani na unahitaji nini. Na ukianza kujitafuta kwa ndani, ina maana utajua kabisa ya kwamba kama mimi ni fulani, inapotokea jambo fulani limetokea ni emotion, hauta react, utarespond vizuri, kwa sababu reaction, utakapoliona jambo fulani labda limekuja na unataka kukabiliana nalo, ni ngumu kuweza kulifikia. Na mambo mengi ili uweze kufanikiwa, miongoni mwa jambo ambalo unapaswa kulifanya ni kuwa na utulivu wakati jambo ambalo ni la hatari limetokea. Inapokupa panic, wewe unapokuwa mtulivu, inakuwa ni rahisi. Sasa sio rahisi sana kama hujajitengeneza katika mental power yako, kama haujaitengeneza kukabiliana na jambo kama hili. Kila siku utajikuta kwamba una react. Jambo fulani likitokea, unakuta emotion yako, hisia yako ina sauti zaidi kuliko uhalisia ulivyo. Itakuwa ni changamoto, na ndio maana utaona kwamba bado tunabaki pale pale kwamba unaweza, mara nyingi wasiofanikiwa anakuwa anaumia zaidi, anasafa zaidi kwa imagination, kwa jambo ambalo halijatokea dhidi ya uhalisia. Unaweza kukuta uhalisia wa jambo ambalo unakutana nalo wala sio ngumu kiasi hicho ambacho umelitafakari, lakini umelitengenezea hofu kwa sababu hauna mifumo sahihi ambayo ni endelevu. Hilo jambo bado litazidi kukutesa, ni mpaka pale utakapoamua kwamba sasa leo nimeamua kukabiliana na hili jambo kwa weledi ili liweze kwenda katika maisha. Kwa tathmini katika kazi yako tangu umeamka, kabla ya kwenda kwenye kazi, kabla ya kuingia kukutana na ulimwengu, umejipanga kiasi gani kiakili, kifikra, ili kukabiliana na changamoto za namna hiyo. Wakati fulani unatakiwa kuimaliza siku yako kabla haujaingia katika siku. Sababu kubwa ni nini? Sababu ni kwamba itakapotokea sehemu kuna changamoto katikati ya siku, uwe ulishaitathmini na kwamba inawezekana ukakutana na watu ambao hawatakubaliana na jambo lako, na unapokutana nao haushughuliki nao, haupotezi muda mrefu kuhangaika na kutumia nguvu kubwa kupambana na kwamba hili jambo linawezekana likasuluhishika vipi, lakini ukweli ni kwamba wewe bado utabaki kujilinda kwa sababu umeweza kujiongoza. Kwa hiyo hautapambana na kuto kukubaliana na situation iliyotokea. Utaikubali kweli ni tumetofautiana, kuna mgogoro ambao upo, lakini huu mgogoro utakapokubaliana nao utatafuta njia sahihi. Ila unapo struggle kuto kukubaliana na jambo fulani, inawezekana mtu amekupa sifu vibaya au amefikiria tofauti na vile ambavyo wewe upo, unajikuta unaanza kupambana naye kwamba huyu mtu lazima anielewe kwamba mimi ni nani, lazima afanye hivi. Unapoteza nguvu kubwa. Hiyo nguvu ungeitumia kuwekeza kwenye kuachana hilo jambo na ukafocus kwenye mambo yako, mipango yako ambayo umepanga asubuhi. Kwa kama una mipango na mifumo sahihi ya maisha, kuanzia muda unaamka, utakuwa na nguvu kubwa hata ukabiliane na kufanikiwa. Utakutana na hilo jambo kwamba hakuna shida. Unapokutana na changamoto, unapokutana na jambo lolote kimaisha, hata kama litakustress, ndio litakustress kwa sababu ni nature ya mwanadamu kutoka kwenye jambo ambalo ukulitarajia linapotokea. Inawezekana limekuja katika namna ambavyo hujalipanga, lakini hiyo haitoshi kwamba uweze kulishughulikia hivyo, ila namna utakavyo respond kwamba hili jambo katika maisha, asubuhi nilipoamka, nilimaliza siku yangu, nililijadili kwamba kuna uwezekano nikashindwa, liweke pembeni na endelea kufocus kwamba sasa kuanzia kwenye jambo limetokea, ninawezaje kupiga hatua, nichukue hatua gani kuweza kusogea. Wakati fulani mipango ya performance katika kazi yako haijaenda na umehangaika sana, umebaki pale pale kukataa kwamba mbona niliweka mifumo sahihi, unapoteza muda. Liweke pembeni. Ni kweli umeshindwa, inawezekana haukuwa na capacity sahihi ya kuweza kukabiliana hilo jambo. Na unapokuta hauna capacity sahihi, unapolikubali, mind inasema kwamba okay, imekubaliana nayo, kwa mwili unakubali kurespond kwamba hii tuweke pembeni. Si kuliweka pembeni kwamba hulishughulikii, ila unaanza kulipatia hatua 1, 2, 3 mpaka lifanikiwe tena. Na ndio maana unarudi pale pale kuzungumza jambo la kwamba ukweli wa unapofeli usikate tamaa. Unapofeli jua kuna jambo la kujifunza ili uboreshe mifumo yako sahihi zaidi ya pale ambapo unatakiwa kufanya. Ni jambo la kuweza kujitune. Kwa hiyo kuna kanuni chache ambazo unaweza ukazifanya ili kuhakikisha kwamba mambo haya unaweza kuyafanyia kazi. Jambo la kwanza, jifahamu. Ukijifahamu wewe ni nani, utatafuta pia sababu ya wewe kuishi. Unapotafuta sababu ya kuishi, hilo ndio lengo lako la maisha. Ni kipi ambacho kinakusukuma kuonesha mtizamo wa wewe kuishi. Kwa hiyo jambo la kwanza, jifahamu wewe ni nani na unahitaji nini na kwa nini unahitaji hicho ambacho unakihitaji. Chochote unachokifanya, pesa yako yoyote inayoenda kufanya jambo fulani, jiulize, hivi inaenda kunitengenezea future niliyoitaka au inaenda kunitengenezea kitu ambacho sikihitaji? Kwa sababu mtu ambaye anafanikiwa na asiyefanikiwa, unaweza kukuta kwamba wote wana fursa sawa, lakini matokeo, jinsi ya maisha ambavyo wanaishi, lakini jinsi ya kesho yao jinsi ilivyo ni tofauti. Mmoja anakuwa, lakini mmoja anabaki pale pale, zaidi anaweza kawa anashuka. Kwa sababu gani?
hujajifahamu na hujaweza kujua kwamba ni jambo gani ambalo linakuchanganya. Kwa utakapojifahamu kwamba wewe una weakness gani, lakini wewe una strength zipi au una uwezo gani, ni sahihi zaidi na ni rahisi zaidi kwako linapotokea jambo lolote kujua kwamba nina uwezo fulani na kabili jambo langu kwa evidence kwamba hata kabla niliweza kukabiliana na mambo mbalimbali kama haya na yakaweza kufanya nini, yakaweza kusogea. Lakini jambo lingine au hatua nyingine ambayo inaweza kukusaidia ni kuhakikisha kwamba kabla haujakutana na ulimwengu, kabla hujakutana na mawazo mbalimbali, uweza fikra yako kwanza, master your mind before haujakabiliana na hujakutana na watu mbalimbali wenye mawazo tofauti. Utakapojitengenezea mental power hiyo, itakusogeza zaidi ili uweze kufanikiwa katika mambo mbalimbali, hata yaende negative, ushindwe, ufeli, ufanyeje, yote yatawezekana kwa sababu utakuwa na uwezo mzuri wa kunyanyuka. Ndio maana kuna kitu kinaitwa uthabiti, kwamba hii ni gharama ambayo unapaswa kuingia ili hata utakapoanguka uweze kunyanyuka vizuri na kuweza kusogea mbele. Lakini hatua nyingine ni kila wakati kuwa na nidhamu. Wengi hawajakuwa na mwendelezo wa jambo ambalo wamelianzisha. Kile ambacho umekianzisha kwa sababu ulikitafakari na ulikuwa na sababu, kimalize. Kwa hiyo ni miongoni mwa kanuni ambayo napenda kuitumia kwamba maliza kile ambacho umeanza kukifanya, kwa sababu asilimia kubwa unakuta umeanza mambo mengi yanaishia katikati, hauna mwendelezo. Ili jambo lako liweze kuendelea vizuri, lazima uwe na mwendelezo na ujitengenezee nidhamu. Utakapokuwa na mwendelezo, ina maana kuna wakati uhalisia wa mwili utakwambia kwamba mwili haujisikii kufanya jambo fulani, lakini utakapokumbuka kwamba nina nidhamu, natakiwa kuwa na mwendelezo, hata kama hujisikii kufanya jambo hilo, jilazimishe kufanya, kwa sababu mafanikio yanahitaji uweze kujilazimisha. Unatakiwa kujipush kwenye mambo fulani. Kuna wakati mwingine kweli unajisikia hali ya kuumwa, lakini bado una makabiliano makubwa ya maisha kwamba anatakiwa niende. Jilazimishe kwa hatua zote unazoweza. Inawezekana ulianzisha mfumo kujikeep kwenye afya, kujitengeneza kwenye afya. Wakati fulani mwili unakuambia kwamba nimechoka, hata mazoezi siwezi kufanya. Nidhamu inakuambia kwamba ni lazima uweze kwenda, kwa sababu ulipanga hicho kitu. Kwa hiyo ule muendelezo au consistency itakusaidia wewe uweze kupiga hatua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na ukweli utabaki pale pale kwamba mafanikio yanakuja baada ya kujilazimisha.